ya Mfaranyaki. Nakumbuka kama miezi miwili mitatu hivi nilikuwa pale shuleni, nilikuwa kama na kazi zangu, sikuwa kama kaimu, nilikuwa nimeongea na nimeongea na mkuu wa shule, nikamwambia yaani kimsingi jamani, halmashauri ina majukumu mengi, lakini uwezo wa hela nini ni kidogo. Nikamshauri mkuu wa shule, nikamwambia hivi, huu ukuta ni muhimu sana kwa sababu watu wanadhika pale, wengine wanapita pale wanafanya nini. Nikamwambia wewe una chombo cha shule ambacho kinaitwa nini, bodi ya shule. Bodi ya shule ndio kamati au ni bodi ya ushauri au uendeshaji wa shule ya sekondari ya nini, ya Mfaranyaki. Bodi ya shule ndio inamiliki wazazi wote wenye watoto wapi, Mfaranyaki. Nikasema peleka hili swala kwenye bodi ya shule, mlijadili, muite kwa wazazi wote wa Mfaranyaki wenye watoto pale. Mnaweza mkamuita engineer akapiga mahesabu, labda kujenga ule ukuta labda wa mita 5 tunaweza tukapata tofali ngapi. Unaweza ukachukua idadi ya wazazi wote ukagawanya kwa idadi ya tofali ile. Unaweza mkakubaliana kwamba bwana, kila mzazi hatutaki hela yako, nenda kanunue tofali 2 au 3 sehemu fulani, unaziweka hapa. Baada ya pale maana wazazi wataleta, alafu baadaye sasa mtafanya mchakato wa kujenga. Tukisema kila kitu uitegemee mkurugenzi halmashauri, shule za msingi zipo 100 na kitu, shule za sekondari zipo 40 na kitu. Kwa hiyo tunaomba bodi za shule kupitia walimu wakuu pamoja na walimu wakuu na wale wa headmistress na headmaster, tuwe wabunifu kwenye vitu kama hivi vidogo vidogo, lakini vile vile kwenye vikao vyetu vya ODC tunapojadili tuwe na hoja zile, tutengeneze ajenda zinazosimama. Yaani mkijadili watu wote wanatikisika, kitu ambacho mkijadili mwisho wa siku kinakuwa kinatija kwa kata yenu. Kwa hiyo niwaombe tu, sisi tumelichukua, lakini nimewapa mbinu hiyo. Mnaweza mkachanga tofali zenu mkamwambia mkurugenzi, sisi tuna tofali 15,000 hapa za kujenga fensi, lakini tumekwama hela ya fundi labda, au tumekwama hela ya nini, ya simenti, vitu kama hivyo. Yaani unakuwa sehemu ya kujenga kuisaidia serikali. Sisi tunajua kwamba pale ni changamoto, tumelipokea, lakini tumewapa homework, kazi ya kufanya nyumbani, mtendaji kata, mkuu wa shule, mratibu na walimu wakuu wote, kwa sababu wote watoto wenu wakifaulu wanaenda pale. Kwa hiyo mjadiliane hilo, muone mnafanyeje. Kama mimi naamini kabisa wazazi wakielimishwa kwamba kila mzazi kanunue tofali 2 zenye standard ya serikali, labda pale kwa chango au kwa mtu mwingine, tuletee hapa, anaweka pale, unaweka jina lake tiki, anapanga pale. Mnaweza mkakusanya tofali zaidi ya 2,000 na mkaanza kujenga msingi. Mwaka wa kwanza labda mmeweka mistari 3, mwaka wa pili 5. Watoto watakuwa hawana mawasiliano na sehemu yenye makaburi. Kwa hiyo jamani, kipindi fulani tunahitaji nini? Ubunifu. Tumeelewana jamani? Sisi tumelipokea, lakini tumewapa kazi za kufanya nyumbani, hizo homework. Nadhani mimi kwa jina naitwa Mayono Bamba Rashidi, mkazi wa kata ya Mfaranyaki, mtaa wa Matumaini. Stori yangu kubwa au ushauri wangu kwa halmashauri ya manispaa ni kuhusu shule ya sekondari Mfaranyaki, ambayo ile shule imepakana na makaburi. Sasa kwa kuwa imepakana na makaburi, tunaomba serikali pale yale madarasa ambayo yamepakana na makaburi upigwe ukuta ili kuzuia kati ya mawasiliano ya wanafunzi na wananchi wanapokwenda kuzika. Unakuta watu wanakwenda kuzika pale, watoto badala ya kusoma wanaangalia nini kinachofanyika wakati wanazika, lakini wakati unakuta kuna watoto wametoka kufiwa wiki iliyopita au mwezi uliopita. Kwa hiyo anapokuja kuona pale watu wanazika, anakuwa anaamshwa kwa kile kitu kinachofanyika pale, kwamba tukio hilo limemkuta siku zilizopita. Kwa hiyo badala ya kumsikiliza mwalimu, anakuwa anasimanza, anakumbuka ndugu yake aliyefariki. Hali kadhalika naye mwalimu vile vile unaweza kukuta naye alishafiwa. Sasa anapoona kitu kama kile, anatoka kwenye reli, badala ya kufundisha anakuwa na simanzi. Matukio yake watoto wanakuwa hawapati kile kitu ambacho walikuwa wamekikusudia. Kwa hiyo tunaomba serikali iweke ukuta pale, uzio ambao utatenganisha kati ya shule na makaburi, lakini pia bila kuathiri watu watakao kwenda kuzika, lakini pia kupata watoto waweze kupata faida kutokana na ule ukuta, kwa maana kwamba hakutakuwa na mwingiliano au disturbance kati ya wanafunzi na wananchi wanapokwenda kuzika. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali ituwekee ukuta pale.
kwa haya madarasa ya juu ambayo yametokana na makaburi.